Yes, bana nakuaje ndugu wapenzi watazamaji wa Mbavu TV. Bana kwa mara nyingine tena uko nami mtangazaji wako Kudra behind the camera akiwepo my big brother au my big shooter JM bila kumsahau JR Brand. Na nakwambia siku leo ni siku moja amazing sana nikiwa nimekuletea mmoja wapo wa mastaa wa hapa kwetu camp ni Stasha. Bana ni star ambaye sasa hivi amekuja juu sana kwenye upande wa kuimba muziki na kwenye upande wa wasanii wa kike hapa kwetu ameonekana kuja na vibe kali sana na watu kumuongelea kwa Stasha umekuwa ni ngumzo sana. Labda kitu hiki kwanza kwako unajifeel vipi kwa ngumzo kwa maeneo hapa camp? Kwanza ni kitu cha kumshukuru Mungu maana kuongelea ni kitu ambacho sio kitu rahisi. Yes, ni kazi yako kwanza. Na watu wanazidi kujiuliza kwanza gisi gani ambavyo unavyoimba. Yaani watu wanakuwa wanajiuliza kama kuna mtu fulani hivi akikusikia unaimba kwa ndani wanakuona kama mtu fulani hivi anaimba. Labda pengine ungetuambia kwanza talent yako ya kuimba imekuja ghafla binvu au ilikuwepo tu unayo lakini ilikuwa ni vile tu ilikuwa haionekana kwenye upande wa watu. Ilikuwepo. Kwa hiyo itakuja benevuki hivyo hivyo na wakati ulikuwa hauna. So miujiza ni kitu ambacho nilikuwa nacho. Kitu ambacho ulikuwa nacho. Yeah. Labda pengine ni mtu yupi ambapo walikusogeza sana kwenye upande wa muziki? Kwenye upande wa muziki? Mimi mwenyewe niliamua mwenyewe. Uliamua mpige yako? Yeah. Mara kwanza unaanza kuimba, ulianza na muziki wa kawaida au pengine kuna style nyingine ya nyimbo ambazo ulikuwa ukifanya? Mimi nilikuwa mwana gospel. Ulikuwa mwana gospel? Yeah. Labda kuna kazi za gospel ambazo uliwayaga kuzifanya ambazo ziko YouTube? Zipo. Ni kitu gani kilichokuvuta kwenye upande wa muziki wa kawaida ambapo tukaja kuona unakuja na collaboration yako pamoja na Vibration kwa kazi ambapo mlifanya ambapo inaenda na jina la Sielewi? Sijui nitaanzia wapi. Tupatie hata story kidogo tu. Mwenyewe kwanza nilijikuta, hakuna hata story, nilijikuta hivyo hivyo. Yeah, hivyo kwanza collab na Vibration. Ndio na mimi nikavutiwa sasa. Lakini nilikuwa nafanyaga lakini bado ilikuwa sijaingia kabisa. Yeah. Aliyekukutanisha na vijana wa Vibration alikuwa nani kwa mara ya kwanza? Ni producer nani? Spade ndio alikutanisha na Vibration. Yeah. Kwa maana niliwaga kupiga story moja mbili tatu na Balenciaga kaniambia kwamba kuna kazi walikuwepo wanaiandaa lakini pale kulikuwa kunatakika kuingia sauti ya kike. Wakamcheki Spade akawa anamwambia kwamba kuna mtu anafanya kazi ya kuimba. Wao walikuwa wamemtarget sana Uba. Wakasema kwambia hao wengine piga chini. Kuna mwingine ambapo anafanya kazi ya muziki japokuwa tujamjua ni kipaji ambacho kimejificha huko upande wa Burundi yani. Ndio akawa amekutagi wewe hapo uingie kwenye ngoma ile pale. Kwa mara ya kwanza tukawa tumesikia sauti ya Stasha. Lakini kuna watu wanazidi kusema kwamba Stasha akiimba tunasikia sauti kama Abigail Chams. Unajisikiaje kwanza? Yani ndio mtu ambaye anajifunzia kwake ni Abigail Chams. Yaani tuseme kwamba kazi zako unazozifanya unafanya kwanza kufanya kwa kumkopi Abigail Chams. Asimkopi. Hamna. Ndio na mimi nilivyo, ndio na mimi nilijifunza hivyo. Hivi haijatokeaga siku mtu anakuambia kwamba bana wewe ukija ukakutana na Abigail Chams mbona mtafanya vitu vizuri na mtakuja kutisha hapo ulimwenguni? That's why hata nitakutana naye kweli. Hivi unasomaga comment za nyimbo zako ambazo zinazopostiwa YouTube? Mimi nasomaga. Tuambie moja wapo comment ambazo wagu unakuta sana pale. Simbageti niongee, comment zipo hadharani. Na nyinyi mtasogelea mtasoma tu. Unakutanaga na matusi. Matusi hapo comment. Labda wanakutusi matusi aina gani kwanza? Yaani matusi, si kwamba eti kuna wanao nitusi eti kuimba sio kipaji changu, sijui nini. Lakini mimi naamini kuimba ndio kipaji changu. Na ndio maana sishtuki, yani nini vitu kama hivyo. Ama wewe sasa ukija ukaangalia kama takwimu za watu wanao kupinga kwamba wewe hauna kipaji cha kuimba na wanaozidi kukusupport na wanasema kwamba wewe una kipaji. Ukiangalia wanaosema hauwezi na wanasema unaweza, wapi ambapo ni wengi? Wanaosema kuwa naweza ndio wengi. Ndio wengi. Yeah. Na wewe hapo unaamua kwa kuwa kwenye upande gani kwanza? Mimi hata kama sijui sana mimi naamini kuwa kuimba ndio kipaji changu. Yeah. Ulivyofanya kazi na Vibration lakini tukawa tumekuja kuona tena kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa hivi umesainiwa Midosh Team. Tukawa tumeshangaa. Labda pengine hii issue ya kuingia kwanza Midosh Team ilikujaje kwanza? Ni pale ambapo Dikirili aliona umefanya kazi na Vibration akawa amependezwa na wewe au vipi mlikuwa mmeshajuana hapo nyuma? Ilikuwa bado hatujajuana. Kwa hivyo kazi ya kunitambulisha kufanya collab na Vibration ndio tukakutana. Mkakutana? Yes. Labda kwa mara ya kwanza Dikirili amekufuata vile anakuja kukuomba uje Midosh Team. Labda pengine ungetuambia kitu cha kwanza ambacho alikuja nacho kama vile kukuambia kwanza. Dikirili si kwamba eti alinifuata hapana. No. Ni jinsi tu Mungu anavyofanya tu watu kukutana. Yeah.
Na sasa hivi tunaona umesha saini mkataba pale. Miliona wapi? Sasa hivi tunasikia kwamba kasha saini mkataba pale Midoshi Team. Kama mnasikia lakini haujaona, lakini tusubiri, lakini najua sijasaini wala nini. Kwa nini haujasaini mkataba? Ila tu mimi nipo Midoshi, lakini hakuna chochote ambacho nishawahi kufanya Midoshi. Hamna nyimbo yote ile ambayo ushafanya pale Midoshi? Bado tunajiandaa. Bado mnajiandaa? Yeah. Ila tukiangalia sasa hivi CEO wa Midoshi yupo Dar es Salaam. Ndio yupo kazini. Lakini kuna kitu kimetushangaza hapa. Tukiangalia Nyagoman anafanya kazi pamoja na Dogo Zuu, ndo mwanamuziki ambapo anafanya naye kazi, lakini alipopata tenda ya kwenda huko Dar es Salaam kufuatana na kazi yao hapa ambayo inaitwa It's My Time, kwenda viral sana huko nchini YouTube, watu kifuatilia sana. Sasa hivi wameitwa pale Wasafi Media, akaenda pamoja na Dogo Zuu, lakini tukao tumeshangaa kuona Dikilili kutoka na wewe. Dikilili mimi kwanza huku nina issue. Na mimi ningeenda, sema tu ilikuwa ni maamuzi yangu. Kwa kwenda haina shida. Na mimi hapa nipo kikazi. Alafu mimi mwanafunzi bado nipo kwenye mitihani. Kwa nisingeenda hivyo, na mimi ningekuwa huru, ningekuwa sina cha kufanya au ningeenda tu. Labda swala la Nyagoman kutoka na Dogo Zuu kufika naye pale Wasafi Media, umejisikiaje kwanza na kuona tayari na wewe upo Midoshi Team, labda pengine kikitu kwako kinaweza kuja kutokea? Na mimi kitatokea muda wote nikijisikia, lakini inaweza ikatokea sema huku na mimi na kazi na wenyewe waende. Maana ukija kuzingatia Dogo Zuu atabaki huko anafanya nini? Hasomi, soma wanafunzi. Hakuna kazi ambayo atakuwa anaifanya huko. Ni must ambatane na mtu wake waende. Lakini unasema kwamba ukijisikia unaweza ukakwenda. Labda pengine hii issue ya kwenda ishaga kuja au kujisikiaga kwenda ukao umekataa? Sio kwamba nilikataa, nishakwambia mimi mwanafunzi. Wewe mwanafunzi? Yes, afu ina kazi ambayo ipo anafanya huko. Kwa hiyo ikaonekana kaka brother ndo aende sasa. Yeah. Umesema kwamba una kazi ambapo unaifanya, labda ni kazi ipi? Au kunyuma ya muziki una nyingine kazi ambapo unaifanya? Nishakwambia mimi mwanafunzi, nipo kwenye mitihani. Kwa kazi nyingine haina haja ya kuijua kwa hivyo basi. Nimeamua tu kuficha hiyo hapa. Sio kama nimeamua kuficha. Mimi mwanafunzi nipo kwenye mitihani, kwa hakuna lingine. Labda kwa sasa hivi muziki wa Kempo unaonaje kwanza? Wapo vizuri, tupo vizuri niseme hivyo. Tupo vizuri. Lakini kwenye upande wa Burundi umekuwa wewe ndio mwanamke wa kwanza kusikika. Labda umeonaje kwanza ile issue? Sikwambia mimi ndio nimesikika. Nimesikika mimi na pacha langu, msimwache nyuma. Yuko wapi pacha wako? Yupo. Yupo wapi? Hivi simple mnafanya lakini kipindi na mimi yupo. Ambaye ni Joe. Bana leo tukutanishe naye. Mnaweza mkakutana naye tu. Tukitaka kufanya naye kazi atakuwa real kufanya na sisi. Inawezekana hata sasa hivi mngeniambia tu aje tufanye yote angekuja tu. Labda Joe umejuana naye vipi kwanza, kimuziki au vipi? Mlikuwa tu mabesti toka hapo awali? Toka awali nilikuwa na besti naye. Mlikuwa mna marafiki yani? Yes. Labda kuna kazi ambapo mshazifanya wewe na Joy? Kazi tushafanya lakini bado hatujaposti. Hamjaposti? Yes. Bana, huyo hapo ndo Stashe bana. Ni msichana mmoja ukimcheki ni mrembo sana, lakini ukiangalia kauli zake bana, so mtu wa kubana sana kauli kama wale warembo wengine wanajikuta wanakuwa kama wanaogopa kamera. Hii hapa ni TV yako Janja. Uko na mimi Kudra behind the camera, kiwepo my big brother au my big shooter JM. Na leo tukiwa tumekuletea mmoja hapo waimbaji warembo. Labda neno moja kwanza hapa. Kwanza nawapenda sana. Cha pili mngeendelea tu kutufuatilia kazi zetu ndogo ndogo. Yes, support yenu ndio kitu kikubwa. Yes. Umesema wewe ni mwanafunzi, sasa hivi upo kidato cha ngapi kwanza? Nipo kidato cha 3, kikubwa ya. Yaani upo sasa hivi unasoma kwenye shule gani kwanza hapo? Shule inaitwa Nuru. Nuru. Yes. Labda ni changamoto zipi ambapo unazopitia shuleni kipindi ambapo sasa hivi wewe ni mwanamuziki na unaonekana watu wanapokuona bana yule ni star anajua kuimba, ni changamoto zipi ambazo unazozipitia kwanza shuleni? Shule kwanza shule kuna muda sometime haviendi. Yes, maana unakuta ndau nataka kwenda studio asubuhi. Afu hiyo siku asubuhi tena na mtihani shule. Unakuta ni changamoto kubwa. Yes, wanaoongea shule wapo. Yes, kama wanafunzi wote. Wanasomea nini wewe? Wewe ni staenda kafanya muziki, kusoma soso nani yako, sio kipaji chako. Vitu kama hivyo ndio ninavyokutana navyo shule. Yeah. Labda Stasha, lifestyle yako ikoje kwanza? Unaishije kwanza? Maisha yangu ni ya kawaida sana. Ya kawaida sana. Yes. Wewe sio mtu wa kujibrand? Nijibrand na nini? Wale wanawake wanaojibrand kwako neno moja basi. Inatokana na vitu ambavyo wanavyo. Kwa hiyo mimi sije nikajibrand na wakati sina kitu.
Yes, mimi ni mtu wa kawaida sana. Ya, kuna wanawake sasa hivi hapa wakiingia kwenye tuseme kwenye upande wa muziki, wakija wakatoboa kama hivyo wewe, wanajibrand sana, unajikuta wanakuwa wanasema mimi ndio queen wa camp, lakini kwa hatujasikia. Mimi ndio queen wa camp kivipi yani? Yaani nataka kusema hivi, yaani kuna wanawake sasa hivi wakiingia kwenye upande wa muziki wakisikika kama gisi ambavyo wewe umesikika hapo. Bana situnge wakoma huko mitandaoni, lakini kwa hatujoni hilo swala. Hapana, hiyo ni tabia ya mtu jinsi alivyo. Kwa mimi siwezi nikajibrand na wakati sijafanya, hata nimefanya kazi tu ndogo. Kwa nianze kujibrand sijui mimi ndio queen. Queen wa wapi sasa? Kempo. Ama queen wa Kempo washaonekana wengi humu. Kwa tutakuwa maqueen wangapi? Queen wagana kwa moja tu. Queen anakuwa ashaonekana anajitapatapa ni queen. Yes. Kwa hiyo tumwache huyo huyo. Mwache huyo huyo. Twende kwenye swala la labda pengine upo single au una mtu ambaye unaye sasa hivi. Mimi kwa sasa nipo single. Kwa nini upo single? So eti kwa nini nipo single? Nipo single. Upo single tu. Yeah. Hujapenda kujishughulisha na masuala ya kimapenzi. Never. Yes, hapa TV yako Ujanja, fanya kusubscribe, like, comment, kumetisha zaidi kwa hakika kuzipata update zetu kwa haraka zaidi. Leo nilikuwa napiga story 1 2 3 na Stasha. Hii hapa ndo TV yako, na nizidi kusema kwamba big up sana kwa Medari akitokea kwa Michigan nchini USA kwa support yake anayozidi kutupatia sisi pamoja na expert Numbe. Niseme kwamba nimekatisha hapo kwa siku ya leo.